Mimi nalaani sana kitendo kilichotokea cha uvunjifu wa amani. Kwa kweli sisi kama Watanzania ambao tumezoea amani toka enzi ya uhuru, nisingependa kijirudie tena. Na vijana wasishawishike kutokana na mataifa ya nje. Kwa sababu mataifa ya nje lengo lao sio zuri kwetu sisi. Sisi tumezoea amani siku zote toka enzi ya mababu. Lakini kwa hili ilifika mahali sasa hakuna usafiri. Nikikumbuka tarehe 29 watu wengi walitembea kwa miguu tena kwa umbali mrefu. Lakini pia hata huduma za chakula ilikuwa ni shida. Maduka mengi yalifungwa kutokana na hali ya uvunjifu wa amani, wakiogopa uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tulipata shida hata ya chakula. Lakini pia vyakula vilipanda bei. Tulizoea kununua mchele shilingi 2000 ufika mpaka shilingi 5000. Pia usafiri wa bodaboda ulikuwa ukibahatisha bodaboda basi sehemu ambayo ya kupanda kwa shilingi 1000 upanda kwa shilingi 5000. Kwa hiyo tumejifunza kitu kwamba Tanzania ni nchi yenye amani. Hatutapenda tena itokee vurugu na hatutashawishika tena kwa maandamano yoyote yatakayokuwa yametangazwa. Tunaomba tu vijana wetu wasishawishike. Tunaendelea kuwaasa na wazazi tukae na vijana wetu. Tuendelee kuwapa elimu, kuwafundisha kwamba kutokuwa na amani kuna madhara makubwa sana. Tunaomba tusikubaliane na vishawishi vingine vyovyote vinavyosema sio tarehe ngapi kutakuwa na maandamano. Basi tunaomba jamani wa Tanzania wote msikubali vishawishi vyovyote vile. Mambo yote yanazungumzika. Mwenye kuwa na changamoto yoyote aende serikali ya mtaa au aende serikali kata, aende kwa mkurugenzi akatoe changamoto yake yoyote au muone kiongozi yoyote, lakini asikubali kuandamana.